Tunaishi katika ulimwengu ambao tumezungukwa na watu wa aina mbalimbali. Miongoni mwa watu waliotuzunguka ni adui zetu. Zipo nyakati ambazo adui zetu hutuweka chini ya ulinzi wao, yani huwa tumekamatika katika mikono yao. Mungu anapoingilia kati na kutuokoa, yani kututoa katika mikono ya adui zetu, zipo ishara mbalimbali ambazo huwa tunaziona. Katika video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako, ujue Mungu ameingilia kati, anajaribu kukuokoa kutoka katika mikono ya adui zako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara ambazo ukiziona katika maisha yako, ujue Mwenyezi Mungu ameingilia kati vita dhidi yako na adui zako, na anakuokoa kutoka katika mikono ya adui zako. Namba 1. Unapata amani isiyoelezeka katika nyakati ambazo ulikuwa umezidiwa na adui zako. Zipo nyakati katika maisha yetu, adui mbalimbali ambao wanapambana na maisha yetu kwa sababu nguvu zao ni kubwa kuliko zetu. Huwa inafikia wakati tunapoteza furaha na amani kwa sababu tunaona kabisa nguvu za adui zetu ni kubwa na wanakaribia kutushinda. Lakini ghafla moyoni mwako inaibuka chemchemu ya furaha ambayo hauelewi inatokana na nini. Unaanza kujihisi furaha na utulivu usiokuwa wa kawaida. Utakapoona ishara hii katikati ya vita na adui zako, ujue ni Mwenyezi Mungu ameanza kuingilia kati vita dhidi yako wewe na adui zako, anajaribu kukutoa katika mikono ya adui zako. Namba 2. Mipango ya adui inafichuka ghafla katika wakati ambao haukutegemea. Mwenyezi Mungu anapoanza kukutoa katika mikono ya adui zako, miongoni mwa vitu ambavyo huwa anavifanya ni kukuonesha mipango ambayo adui zako wanayo juu yako. Lengo la Mwenyezi Mungu kufanya hivi ni kutaka uweze kuona ni mipango gani ambayo ameipanga katika maisha yako, ili uweze kutafuta njia ya kuweza kuikwepa mitego hiyo. Kwani ili uweze kuukwepa mtego wowote vitani, lazima ujue aina ya mtego ambao umetegwa mbele yako. Hivyo Mwenyezi Mungu ataanza kukuonesha waziwazi mipango ambayo adui zako wameiweka juu yako. Utakapoona ishara kama hiyo, ujue Mwenyezi Mungu anakuokoa kutoka katika mikono ya adui zako. Namba 3. Adui zako wanaanza kupoteza nguvu katika namna ambayo hauelewi chanzo chake ni nini. Mara nyingi Mwenyezi Mungu anapoingilia kati vita yako na adui zako, ikiwa anakuokoa katika mikono yao, miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu ataanza kuyafanya ni kuwamaliza nguvu adui zako. Hapo ndipo utaona ghafla mabaya yanaanza kuwaandama adui zako. Wanashindwa kuwa na nguvu ya kuendelea kupambana na wewe, na wakati mwingine adui zako wanaanza kugombana wao kwa wao. Utakapoona kiashiria kama hiki, ujue Mwenyezi Mungu ameingilia kati, anajaribu kukukomboa kutoka katika mikono ya adui zako. Namba 4. Mafanikio yako yanaanza kukua kwa kasi katika namna ambayo hauelewi chanzo chake ni nini. Na hata adui zako wanapojaribu kukuwekea vikwazo, vikwazo vinageuka na kuwa daraja linalokufanya uzidi kufanikiwa zaidi. Zipo nyakati ambazo tunapokuwa katika vita na watu ambao hawatamani kuona tukifanikiwa katika maisha, kwa sababu nguvu zao ni kubwa kuliko sisi, huwa wanafanikiwa kutunyong'onyeza kiuchumi. Lakini katika namna ambayo hatuelewi imetokana na nini, tunashangaa mambo yanaanza kufunguka. Hata adui wanapojaribu kutumia nguvu kubwa kujaribu kutuwekea vizuizi, hata vizuizi ambavyo wameviweka mbele yetu vinageuka na kuwa fursa katika maisha yetu, na maendeleo yetu yanazidi kukua kwa spidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Utakapoona ishara kama hiyo, ujue Mwenyezi Mungu ameingilia kati vita baina yako na adui zako, anajaribu kukuokoa kutoka katika mikono ya adui zako. Namba 5. Unapewa msaada usioutarajia. Zipo nyakati ambazo unapokuwa katika vita na adui zako,
Unaweza ukapata hisia za kupoteza vita kwa sababu adui zako wana nguvu kuliko wewe. Unapojaribu kutafuta msaada, haupati msaada. Hata ndugu na rafiki ambao ulikuwa unawategemea hawawi upande wako tena. Lakini katika wakati ambao moyo wako umekata tamaa, unashangaa unapokea msaada katika wakati ambao hauelewi msaada huo umekujaje katika maisha yako. Na mara nyingi Mwenyezi Mungu anaweza kutumia njia mpya au watu wapya kukuletea msaada ambao haukutarajia katika maisha yako. Ishara kama hiyo itakapojidhihirisha kwenye maisha yako, ujue ni Mungu amekuja kwenye maisha yako kwa ajili ya kuja kukuokoa kutoka katika mikono ya adui zako. Namba 6, milango mipya inaanza kufunguka katika namna ambayo hauelewi inafungukaje kwenye maisha yako. Zipo nyakati ambazo kwa sababu unapambana na adui wenye nguvu kuliko wewe, wanaweza wakafanikiwa kuifunga milango ambayo ulikuwa unaitegemea maishani mwako, nawe ukaamini huenda mwisho wako umekaribia. Wakati unapoendelea kutafakari hayo, ghafla milango mipya inaanza kufunguka kwenye maisha yako. Tena inakuwa ni milango yenye ubora kuliko ile ambayo ulikuwa unaitegemea mwanzo iliyofungwa na adui zako. Utakapoona ishara hiyo, ujue Mwenyezi Mungu anajaribu kukutoa katika mikono ya adui zako na kukufanya uwe mwanadamu huru. Namba 7, unaanza kupata uthibitisho kupitia maneno ya Mwenyezi Mungu. Mara nyingi wakati ambao Mwenyezi Mungu anapotaka kukutoa katika mikono ya adui zako au anapokuwa katika mchakato wa kukutoa, unapofungua Biblia unakutana na ujumbe unaokutia moyo. Lakini hata jumbe mbalimbali ambazo zinahubiriwa na watumishi wa Mungu mtaani, unakuta ni jumbe ambazo zinazungumza na wewe moja kwa moja. Na wakati mwingine unaanza kuota ndoto zinazokutia moyo dhidi ya magumu ambayo unapitia katika maisha yako. Utakapojiwa na nyakati kama hizi, ujue Mwenyezi Mungu ameshaingia katika maisha yako kwa ajili ya kukuokoa katika mikono ya adui zako. Namba 8, kuyaona mabadiliko ya ghafla katika moyo wa adui yako. Mwenyezi Mungu anapoingilia vita baina yenu, anaweza kuyabadili hata mawazo ya mtu ambaye alikuwa anapambana na wewe usiku na mchana. Ghafla hulka ya mtu huyo inabadilika. Unashangaa mtu aliyekuwa mkatili kwako anaanza kuwa mwema. Mtu ambaye alikuwa anakukatisha tamaa anaanza kukwambia maneno yanayokutia moyo moja kwa moja. Mtu ambaye alikuwa anakupinga anaanza kukukubali ghafla. Utakapoona ishara kama hiyo, ujue Mwenyezi Mungu ameingia katika maisha yako kwa ajili ya kukutoa katika mikono ya adui zako. Ninatamani ningeendelea, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.